Bwana wabariki sana ndugu zangu wapendwa. Ninayo furaha tele tena ya kuwa mbele zenu katika siku ya leo. Leo ni siku nzuri sana na ni siku njema sana kwangu na kwenu pia. Wacha tumsifu Mungu tena kwa kutupa pumzi ya kupumua katika siku ya leo. Unajua kila siku kwetu ni muujiza. Nataka nijibu swali hili hapa la huyu mjukuu wangu ambaye anapenda sana Mungu na anapenda sana kuelewa kwa undani mambo ya kiungu. Asante sana. Bwana akubariki kwa kutaka sana kuelewa uzito wa mambo ya Mungu. Ameuliza kuhusu habari za roho ya Elia. Roho ya Elia inatenda kazi vipi? Na akauliza swali akasema, sasa inakuwaje Malaki 4 anakuwa ndugu Branham, anakuwa ni nani haswa? Hebu naomba unieleze kwa undani hizi habari za roho wa Elia. Sasa naomba usikilize kuhusu habari ya roho ya Elia. Jambo la kwanza kabisa ambalo unapaswa kufahamu ni hili. Elia ni roho. Ile ambayo unasikia kuhusu habari ya roho ya Elia ni kweli. Roho wa Elia ni roho. Mungu katika system yake ya utendaji kazi waga anachukua mtu wake, lakini anaacha roho ya ule mtu kuendelea kufanya kazi. Yaani Mungu anafanyaga hivyo sana na ni mtindo wake wa utendaji kazi. Ina maana anaweza akachukue mfanyakazi wake au mtendakazi wake au mtumishi wake, na anaacha ile roho ya yule mtumishi kuendelea kufanya kazi hapa hapa duniani. Roho ile ile inaendelea kufanya kazi. Ndivyo gisi Mungu waga anafanya. Sasa na ni system hiyo hiyo moja ambayo Mungu pia anafanya kwenye hii roho ambayo inaitwa roho ya Elia. Kwa kukudhibitishia kama roho ya Elia ni roho ya Elia, ukisoma vizuri kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 9. Wacha nifungue Biblia yangu hapa haraka haraka. Wafalme wa Pili, fungua Biblia yako pia. Sio unasema unataka uelewe vizuri kuhusu mambo ya roho ya Elia. Kwa hiyo uwe pia ukifungua Biblia yako kila wakati mimi nikifungua Biblia yangu. Tuwe tunaendea pamoja. Hili litakusaidia vizuri sana kuelewa kuliko tu kusikia kutoka kwangu. Aya, Wafalme wa Pili sura ya 2 na mstari wake wa 9. Sikiliza hapa. Biblia inasema hivi: hata ikawa walipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Are you hearing that? Kwa hiyo Elisha aliomba Elia roho yake maradufu iwe juu yake. Hii tu nimetaka kukudhibitishia kwamba Elia ni roho, certain esprit, na hata mimi langi ni roho, hata wewe hapo ni roho. Kwa hiyo kila mtu ana roho. Sasa hizi roho za watumishi wa Mungu wakubwa, mara nyingi Mungu anachukuaga mfanyakazi wake, mtumishi wake, lakini anaacha ile roho iendelee kufanya kazi duniani. Na hivi kuna watumishi wengi ambao wako hapa duniani wanafanya kazi na roho za watumishi wengine ambao Mungu alishachukua. Yaani hiyo ninakwambia kabisa inawezekana. Na mara nyingi utawaona hata wale watumishi kwenye usingizi wanakuja wanazungumza na wewe. Ni system ya utendaji kazi ya Mungu. Ni mambo ya kiroho ambayo yanahitaji kudungukia vizuri kilindini ili tuweze kuelewesha. Sasa iko hivi. So unaona hapa Elisha anaomba roho ya Elia. Au nikaongezee tena Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 15. Hapo tu. Na hao wana wa manabii waliokuweko Yeriko wakimkabili, walipomwona walisema, roho ya Elia inakaa juu ya Elisha. Wakaja kuonana naye, wakainama kifudifudi mbele yake. Ina maana Elia ni roho, Elisa ten esprit. So hiyo roho ya Elia inaweza kakae ndani ya mtu, inaweza kakae juu ya mtu. Mungu anaweza akachukua ile roho ya Elia anaiweka ndani ya mtu kwa ajili ya kutimiza kazi yake fulani. Hilo ndio jambo la kwanza nataka uelewe. Sasa hii roho ya Elia hii imefanya kazi mara 5. Yaani Mungu amepangilia hii roho ya Elia kufanya kazi katika viwango vikubwa vile ni mara 5. Hii roho ya Elia hii kwanza ilifanya kazi katika mtu anayeitwa Elia Mtishibi mwenyewe. Sawa? Ilifanya kazi katika mtu anayeitwa Elia Mtishibi. Naomba usikilize kwa makini hapa. Hiyo inadhibitishwa sana, wala ina haja hata ya kusoma. Ila ukitaka tusome, naweza nikakwambia ufungue katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 17:1. Wafalme wa kwanza hapo haraka haraka 17:1. Sikiliza hapa. Basi Elia Mtishibi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu.
Hiyo ndo roho ya Elia. Yani Elia anasimama anasema hapata kuwa na mvua ila kwa neno langu. So unaona hapo, ila kwa neno langu. So hicho kinachoongea hapo ni roho ya Elia ndani ya Elia Tishbi. Nafikiri wanapata vizuri. Na ukisoma pia katika Wafalme wa Kwanza 18:38 utaona tena utendaji kazi mkubwa na karakta na tabia za roho ya Elia ndani ya Elia Tishbi. Kwa hiyo Elia Tishbi ndo alikuwa mtu wa kwanza katika dunia hii kufanya kazi na roho inayoitwa roho ya Elia. Hii roho ya Elia ndani ya Elia Tishbi ilikuwa na kazi gani? Sababu hii roho ya Elia Mungu anapoituma kazini na anaipa mission na kazi ya kufanya katika dunia ya wanadamu. Yaani ni Mungu anachukua mwanadamu, anaweka hii roho ndani yake, alafu Mungu anamtuma kazini. Na huyo mtu anapoenda kazini anafanya kazi ambayo Mungu alimpa job description, na akimaliza kazi tena Mungu anachukua yule roho anamweka ndani ya mtu mwingine. Hivyo na hivyo ndivyo gisi Mungu waga anafanya. So wakati huu wa Elia Tishbi, hii roho ilikuwa na kazi ya kurejesha watu kwa Mungu wa kweli. Kwa nini? Kwa sababu alikuwepo mfalme aliyeitwa Ahabu nyakati zile, ambaye alikwenda kuoa mwanamke aliyeitwa Yezebeli. Huyo Yezebeli alipokuja akaingiza miungu ya kigeni katika nchi ya Israeli. So alipoingiza miungu ya kigeni katika nchi ya Israeli, wana wa Israeli wakaacha kumfuata Mungu wa kweli, wakaanza kumfuata Mungu Baali. Ndio sasa Mungu ikabidi alete roho wa Elia ili kurudisha wana wa Israeli kwa Mungu wa kweli. Ndio maana unasikia Elia anasimama anasema tutakaa hivi mpaka lini? Subiri nisome kidogo hapa. Wafalme wa Kwanza 18:38. 38 nasoma kwa haraka. Ndipo moto wa Bwana ukashuka ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi. Huo sasa ndo moto wa Bwana ulishuka baada ya Elia kuita watu kuambia sasa hivi mtakakaa hivi mpaka lini? Leo na ijulikane kama Mungu wa Elia ndiye Mungu wa kweli. Leo na ijulikane Mungu atakayeshusha moto ndio Mungu wa kweli. Lengo kubwa la kazi kubwa ya roho ya Elia ilikuwa ni kupambana na Mungu aliyeitwa Baali, ambaye aliletwa na binti aliyeitwa Yezebeli, ambaye aliyeolewa na mfalme aliyeitwa Ahabu. Kwa hiyo roho wa Elia akaja akafanya hiyo kazi na akarejesha taifa la Mungu kutoka kwa Baali na kurudi kwa Mungu wa kweli. Na roho ya Elia mara nyingi, yani kawaida yake, inaambatana na miujiza na mambo makubwa ambayo Mungu aliyatenda kupitia Elia Tishbi. Hiyo ndiyo mara ya kwanza huyo roho wa Elia kufanya kazi ndani ya mwili wa mwanadamu. Unanipata vizuri? Asante. Mara ya pili huyu roho kufanya kazi ndani ya mwili wa mwanadamu ni ndani ya mtu aliyeitwa Elisha. Elisha alikuwa ni mwanafunzi wa nabii Elia. Sawa? Kwanza lazima ujue kwamba roho ya Elia ni roho ya manabii, ni roho ya unabii. Donc c'est un esprit prophétique. Sijui nisemeje kwa Kiswahili kizuri. Ni roho ya kinabii. Okay, Kiswahili kizuri hicho. Roho ya Elia ni roho ya kinabii. So mara ya pili hii roho ya Elia kufanya kazi, ikafanya kazi ndani ya mtu aliyeitwa Elisha. Ukisoma vizuri Wafalme wa Pili 2:9, nafikiri tumesha pasoma, wacha tuparudilie tena. Wafalme wa Pili, okay, deuxième roi, tunasema hivyo kwa Kifaransa, sura ya 2 mstari wake wa 9. Maandiko yanasema hivi: hata ikawa walipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako iwe juu yangu. Hilo ndio lilikuwa ombi la ndani la Elisha kwa Elia. Kwa hiyo Elia aliomba roho maradufu wa Elia. Elisha aliomba maradufu roho wa Elia akae ndani yake, na bila shaka alimpata. Wafalme wa Pili 2:14. Nashuka hapo chini kidogo tu, 2:14. Maandiko yanasema, akalitoa lile vazi la Elia lililomwangukia, akayapiga maji, akasema, yuko wapi Bwana Mungu wa Elia? Naye alipoyapiga maji yakagawanyika huku na huku. Elisha akavuka, na hao wana wa manabii waliokuweko Yeriko wakimkabili, walipomuona walisema, roho ya Elia inakaa juu ya Elisha. Wakaja kumwona naye, wakamuinamia kifudifudi mbele yake. Kwa hiyo roho wa Elia akafanya kazi ndani ya Elisha. Nataka nimalizie kwa kusema ya kwamba na Elisha alifanya, sababu Elia alifanya miujiza 7, Elisha alifanya miujiza 14. Yaani huyu roho mmoja wa Elia, yule roho wa Elia akatoka ndani ya Elia na akaja na akafanya kazi ndani ya mtu anayeitwa Elisha. Nafikiri nimesoma na maandiko, nina prove kila kitu kwa maandiko. Kwa hiyo ndo mara ya pili ambayo roho wa Elia anafanya kazi ndani ya mwanadamu kulingana na Biblia.
Mara ya tatu huyu roho wa Eliya kufanya kazi ndani ya mwanadamu, nimesema ni Mungu anachukua roho wake wa nabii wake anaweka ndani ya mtu. Ni kwa mtu aliyeitwa Yohana Mbatizaji. Kumbuka wa Yohana ni wengi katika maandiko Kuna Yohana Mfunuzi, kuna Yohana Mbatizaji. Yohana Mfunuzi ndiye aliyeandika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Yule Yohana aliyeandika kitabu cha Ufunuo wa Yohana ni tofauti na Yohana aliyebatiza Yesu. Yule aliyebatiza Yesu ndio anaitwa Yohana Mbatizaji. Aliyeandika kitabu cha Ufunuo wa Yohana anaitwa Yohana Mfunuzi. Ndio wa Yohana wawili tofauti. Na zaidi ya hao kuna wengine wa Yohana ni wengi katika Biblia. Sasa huyu roho wa Eliya pia alifanya kazi ndani ya Yohana Mfunuzi. Kuna kitu nimerukia hapa. Kazi ya roho wa Eliya ndani ya Elisha ilikuwa gani? Kazi ya roho wa Eliya ndani ya Elisha ilikuwa sasa ni kustabilize imani, ni kufanya lile imani, wale watu waliorudishwa kutoka kwa Baali kuja kwa Mungu wa kweli, sasa imani lao lisawadhike, yani imani lao likae vizuri, imani lao liweze kutulia kwa yule Mungu wa kweli. Ndio maana akalituliza kwa njia ya kuwapa chakula, kufanya miujiza. Nafikiri mnakumbuka habari za ule mjane wa Sarepta, jinsi alivyozidisha mafuta na nini. Kwa hiyo ndio ilikuwa sasa kazi ya roho wa Eliya ndani ya mtu aliyeitwa nani? Elisha. Nafikiri unanipata vizuri Sasa huyo roho wa Eliya kulingana na maandiko tena akafanya kazi mara ya tatu ndani ya mtu aliyeitwa Yohana Mbatizaji. Tusome Luka 1:17. Nafikiri leo utaelewa vizuri Kajuku kangu bana kanapenda sana mambo ya Mungu. Luka 1:17. Maandiko yanasema hivi. Sikiliza vizuri hapa. Luka 1:17 ni andiko moja nzuri sana ili kuanza kukuelewesha. Naye atatangulia mbele zake katika roho. Sawa? Huyu anayeongelewa hapa ni habari za Yohana Mbatizaji. Ukianza moja huko ndio utakuja kuelewa vizuri. Na ukianza tu sura yake ya 5 utaona ni kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji. Yaani hili linaloongelewa hapa, haya yanayoongelewa hapa ni habari ya kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji. Sasa sikiliza hapa. Mimi naruka 1:17 kwa ajili ya muda. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya. Yaani Yohana Mbatizaji atatangulia mbele yake nani? Yesu. Yohana Mbatizaji atatangulia mbele ya Yesu kwa roho ya nani? Ya Eliya. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuwatilia waasi akili wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Kwa hiyo kazi katika roho ya Eliya ndani ya mtu aliyeitwa Yohana Mbatizaji ni kugeuza mioyo ya wababa ielekee watoto. Ndio kazi ya roho wa Eliya ndani ya mtu anayeitwa Yohana Mbatizaji, na nimeisoma katika Luka 1:17. Narudilia tena. Naye au nianze moja au nianze ngapi? Nianze 5. Zamani za Herode mfalme wa Uyahudi palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wa damu ya Abia, na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni jina lake Elizabeti. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elizabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu zake ya damu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya kuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukuzia uvumba. Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukizia uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuhani wa madhabahu ya kufukuzia. Huyu ni nani? Ni nabii Zakaria, anatokewa na malaika wa Bwana ndani ya hekalu. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yohana. Na mstari wa 14, nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. 15, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mama yake. 16, na wengi katika Waisraeli atawarejesha kwa Bwana Mungu wao.
17, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuwatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Kwa hiyo hii vesi ni malaika anaongea kuhusu habari za mtoto atakayezaliwa, ambaye ni Yohana Mbatizaji, mtoto wa Zekaria na Elizabeth. So Yohana anakutaniwa, anaelezwa kabla hajazaliwa. Kwa hiyo maandiko hapa yanaongea kuhusu roho wa Eliya atakayeambatana na Yohana pale atakapozaliwa. Kwa hiyo mara ya tatu roho wa Eliya alifanya kazi ndani ya mtu anayeitwa Yohana Mbatizaji, na kazi ilikuwa nini? Kurejesha mioyo ya wababa ielekee watoto wao. Wababa wa nani? Mafarisayo. Wababa wa nani? Wayahudi. Watoto wa nani? Yesu Kristu na mitume zake. Kwa hiyo injili ya Yohana ilikuwa ni injili ya toba, ya kuandaa watu wamwamini Yesu. Nafikiri unaelewa vizuri. Ndio maana ubatizo wake pia ulikuwa ubatizo wa toba. Toba maana yake kugeuka njia, kugeuza njia. Ulikuwa unaenda left, unageuka unaanza enda right. Hiyo ndio toba. Kwa hiyo injili ya Yohana ilikuwa ya kutoa watu kwenye torati na kuwaambia waamini Yesu. Yaani wababa waelekee watoto wao. Wababa nani? Makuhani, Wafarisayo, waandishi, Masadukayo, Wayahudi wote wa wakati ule waelekee watoto wao. Watoto wao nani? Yesu Kristo na wanafunzi wake. Hiyo ndio ilikuwa injili, na ndio ilikuwa kazi ya Yohana, na ndio ilikuwa kazi ya roho wa Eliya ndani ya Yohana. Nafikiri nimeeleweka vizuri. Naongeza Mathayo 11:14. Nafikiri utaelewa vizuri leo. Mathayo 11:14. Nafungua Biblia yangu hapa. Maandiko yanasema hivi: na ikiwa mnataka kukubali, yeye ndiye Eliya atakayekuja. Mwenye masikio na asikie. Lakini nitakifananisha na nini? Kizazi hiki kimefanana na watoto wanaokaa sokoni, wanaowaita waindhao wakisema, tuliwapigia filimbi wala hamkucheza, tuliomboleza wala hamkulia. Yesu anathibitisha kwamba Yohana Mbatizaji ndiye Eliya atakayekuja. Naongeza Luka 1:16-17. Luka, kitabu cha Luka sura yake ya kwanza mstari wa 16 hadi 17. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Huyo nabii mkuu ni nani? Yohana Mbatizaji. Sawa? Niko kwenye kitabu cha Luka 1:16-17. Wacha basi nimalizie na Mathayo 17. Mathayo sura yake ya 17 mstari wa 11 hadi 13. Maandiko yanasema hivi: naye akajibu akawaambia, kweli Eliya yu aja kwanza, naye atatengeneza yote. Ila nawaambia ya kwamba Eliya amekwisha kuja, wasimtambue, lakini wakamtendea yote walioyataka. Vivyo hivyo mwana wa Adamu naye yu aenda kuteswa kwao. Ndipo wale wanafunzi walipofahamu ya kuwa amesema nao habari za Yohana Mbatizaji. Nafikiri inaeleweka vizuri hapo. Yesu naye akajibu akawaambia, kweli Eliya yu aja. Sababu wanafunzi hapa walimuuliza Yesu, wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, basi kwa nini waandishi unena ya kwamba imempasa Eliya kuja kwanza? Kwa nini waandishi unena ya kwamba imempasa Eliya kuja kwanza? Imempasa Eliya kuja kwanza. So unakumbuka Malaki 4:6 inampasa Eliya aje kwanza. Yesu akajibu wanafunzi wake akamwambia hivi, kweli Eliya yu aja kwanza. Kweli Eliya yu aja kwanza. Naye akawambia, kweli Eliya yu aja kwanza, naye atatengeneza yote. Unasikia hapo? Unasikia vizuri jibu la Yesu? Jibu la Yesu la kwanza liko in future. Naomba usikilize vizuri. Naye akajibu akasema, kweli Eliya yu aja kwanza, naye atatengeneza. Naye atatengeneza. 12, ila nawaambia ya kwamba Eliya amekwisha kuja. Ina maana hapa Yesu anaongea kuhusu wa Eliya wawili. 11, Yesu anaongea Eliya atakayekuja naye atatengeneza yote. 12, Yesu anaongea kuhusu Eliya ambaye ameisha kuja.
ila nawaambia ya kwamba Eliya amekwisha kuja, wasimtambue, lakini wakamtendea yote walioyataka. Vivyo hivyo mwana wa Adamu naye aenda kuteswa kwao. 13, ndipo wale wanafunzi walipofahamu ya kuwa amesema nao habari za Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo Yohana Mbatizaji ndiye Eliya aliyekwisha kuja. Kwa hiyo Yohana Mbatizaji pia alifanya kazi na roho ya Eliya. Akifanya nini? Mission yake ilikuwa gani? Kurejesha watu kwa Mungu wa kweli. Yaani wababa waelekee watoto wao. Wababa wa nani? Mafarisayo, Masadukayo, Wayahudi waelekee watoto wao nani? Yesu Kristo na mitume wake 12. Nafikiri ninaeleweka vizuri. Hiyo ndio mara ya 3 ya roho wa Eliya kufanya kazi hapa duniani kwa mujibu wa Biblia. Tunasonga mara ya 4 sasa. Hapa ndo naomba nisikilize vizuri. Kamera isitingizike hapa. Mara ya 4 sasa ya huyu roho wa Eliya kufanya kazi ndani ya mwanadamu. Hapa naomba nisikilize vizuri. Ndo hii ambayo sisi tunaamini na tunajua na ni kweli ya kwamba ni roho wa Eliya aliyefanya kazi ndani ya ndugu yetu katika imani aliyeitwa William Mario Branham. Sasa yeye ukisoma Malaki, twende katika kitabu cha Malaki. Ukisoma Malaki hii ambayo uliniandikia, sababu wakati uliuliza swali uliuliza habari za Malaki. Malaki 4:5 hadi 6 inasema hivi. Inatoa mission mbili, ni kazi hizi mbili. Na tumeshaona kazi ya roho wa Eliya ndani ya Yohana Mbatizaji ni kupeleka wababa waelekee watoto wao. Wababa waelekee watoto wao. Na nimesha kuambia wababa wa nani? Wababa Wayahudi, yani Mafarisayo, Wasadukayo, waandishi waelekee watoto wao. Watoto wao wa nani? Watoto wao Yesu Kristo na mitume wake. Sawa Kwa sababu wale ndio wenye kuwa na injili ya kweli. Injili ya kweli si hii tena hii Torati, bali injili ya kweli sasa ni kujua na kuamini Yesu Kristo. Kwa hiyo Yohana Mbatizaji alikuja na kazi yake ilikuwa watoto waelekee baba zao. Watoto wa baba waelekee watoto wao. Wababa waelekee watoto wao. Watoto wao ni wanani? Yesu Kristo na wanafunzi. Sasa ukisoma Malaki 4:5 hadi 6, hayo inasema hivi. Angalieni, nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na ya kuogofya. Ndio maana waliuliza Yesu akasema, mbona maandiko waandishi wanasema yampasa Eliya aje kwanza? Ndo hapa. Ndo angalieni, nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na kuogofya. Naye, sikiliza sasa hapa vizuri, naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao. Hii ndo kazi ya Yohana Mbatizaji. Hii ndo kazi ya roho ya Eliya ndani ya Yohana Mbatizaji. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao. Baba nani? Baba Wayahudi, Wasadukayo, Mafarisayo wa nyakati za Yesu. Waelekee watoto wao nani? Watoto wao Bwana Yesu Kristo. Pale kuko virgil, kuko mkato. Na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao. Hiyo ndo kazi ya pili. Sasa hiyo kazi ya mioyo ya watoto ielekee baba zao sio tena kazi ya Yohana Mbatizaji, ni kazi ya roho yule wa Eliya, lakini sasa ndani ya mtu mwingine. Sababu tulisoma mimi na nyinyi, kazi ya roho wa Eliya ndani ya Yohana Mbatizaji ilikuwa kufanya mioyo ya baba ielekee watoto. Sasa kuna yule roho wa Eliya ndani ya mtu mwingine ambaye atafanya kazi sasa ya watoto waelekee baba zao. Sasa hii kazi ya pili ya watoto waelekee baba zao. Watoto wa nani? Ndio sisi. Baba zetu nani? Wale mitume na manabii ambao kwetu sasa wamekuwa wababa. Kwetu sisi sio watoto tena. Kwetu Yesu ni baba. Kwetu mitume na manabii ni baba. Sasa hii roho ya Eliya hii iliyokuja duniani kufanya hii kazi ya kuturejesha kwa baba zetu, yani mitume na manabii, ndo roho ya Eliya iliyofanya kazi ndani ya mwili wa mwanadamu aliyeitwa ndugu William Mario Branham. Hivyo ndivyo gisi tunavyoamini sisi. Ndio gisi malaika alikuja kutushuhudia sisi, na ili tufike kuamini hivyo tuna udhibitisho tosha.
Ina maana nini? Ina maana roho wa Eliya alifanya kazi yake mara ya 4 ndani ya mtu aliyeitwa William Mario Branham. Alifanya kazi yake mara ya kwanza ndani ya mtu aliyeitwa Elia Mtishibi, mara ya pili ndani ya mtu aliyeitwa Elisha, mara ya tatu ndani ya mtu aliyeitwa Yohana Mbatizaji, mara ya 4 ndani ya mtu aliyeitwa William Mario Branham. Kazi ni nini? Lengo kubwa sasa la Branham naye ni kuturejesha kwa mitume na Yesu Kristo ambao ndio baba zetu katika imani. Ina maana gani? Ina maana katika huduma ya ndugu Branham, huduma yake ilikuwa na vipengele vitano vikubwa. Nimejaribu kuvifupisha ili nikueleweshe. Huduma yake ilikuwa na kipengele cha kwanza ambacho ni kurudisha neno la kweli katika kanisa, sababu kanisa lilikuwa limeshapotoka na limefanya muda mwingi bila kurejeshwa. Kwa hiyo Mungu sasa akatuma roho ya nabii wake Eliya, sababu kila wakati kanisa linapopotoka, watu wanapopotoka, Mungu anatuma roho ya nabii Eliya ili kuja kurejesha. Kwa hiyo kazi ya kwanza ya huduma ya ndugu Branham au ya roho ya Eliya ndani ya ndugu Branham ilikuwa ni kurudisha neno la kweli katika kanisa. Kazi ya pili ilikuwa ni wito wa kutoka katika madhehebu. Ndio maana tunaimba na ipo unasema, tokeni katika Babeli maana Babeli imeanguka, tokeni kwa huyo kahaba mkuu. Sisi tunaamini hivi, Babeli kahaba mkuu ni kanisa Katoliki, na tunaamini hivi wale watoto wa ule mama kahaba, si ule kahaba ni mama wa Ufunuo 10, watoto wake ndo haya madhehebu, ile system ya kimadhehebu, hizi zehebu za Kiprotestanti, hizi zehebu za Kiprotestanti, nimeshasema, za Kipentekosti, za Kikarismatiki, ambazo ni kanisa tofauti lakini ziko katika mfumo ule ule wa mama yao, ambaye mama yao ni kanisa Katoliki. Kazi ya tatu ni madhihirisho ya nguvu za Mungu aliye hai, kwa sababu watu wengi wanasema Mungu hafanyaje tena kazi. Kwa hiyo Mungu waga anatuma roho ya nabii Eliya ili kujidhihirisha na kudhibitisha kwamba ni yeye yule jana leo hata milele. Ndio maana mliona huduma ya ndugu Branham iliambatana na miujiza mikubwa sana. Alifufua watu wengi, aliponya viwete vingi, magonjwa ya kila aina, kansa nini. Hakuna mtu aliyesogea mbele ya ndugu Branham ambaye hakupona. Miujiza ya hali ya juu, mpaka akafika hatua akaumba. Nafikiri mnajua vizuri zote historia ambazo haina haja kurudilia. Akaumba na wakaiua, na ilikuwa na damu iliungwa tu vile. Ikafika hatua yuko kwenye madhabahu anahubiri, pale chini palikuwa maua ya plastic. Akasema, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nageuza ya maua ya plastic kuwa maua asilia, na maua pale pale yakageuka. Na watu wakalalamika, hapana, wewe si mwanadamu, wewe ni Mungu tu. Na likaanza fundisho pale, Branham is God. Na mpaka leo wapo watu ambao wanaabudu ndugu Branham na wanamshika kama Mungu, kwa sababu tu ya hiyo miujiza tu. Alifanya mambo ya ajabu siwezi kuyaeleza, mambo yanayopita akili za wanadamu. Na kwa nini Mungu alifanya hayo yote kupitia yeye? Lengo kubwa ili atudhibitishie kwamba yeye Mungu yupo. Nakumbuka wakati mmoja ndugu Branham anatoka kwenye maombi yake ya funga, akakuta watoto wawili wamesagwa na gari. Bwana we, watoto wamesagika. Akataka kupita, Mungu akamwambia, ombea hao watoto watatembea, ombea hao watoto watatembea. Ndugu Branham akataka kukataa, Mungu akamsisitiza akamwambia, ombea hao watoto watatembea. Kwa hiyo ndugu Branham ambia watu wote simameni, watoto wamesagwa na gari, imesaga kichwa, mwili wote, lori. Watoto wadogo walikuwa wanatoka shule, wamesagwa na gari pamoja na begi zao. Ila ndugu Branham akasema hivi, mnamo dakika 5 hao watoto watatembea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, simama. Watu wakashuhudia jinsi minofu ilivyoanza kujikusanya, damu ilivyoanza kujikusanya chini, na watoto wakasimama. Miujiza ya ajabu aliyofanya ndugu Branham. Alienda kuhubiri pale Afrika Kusini. Wakati anahubiri, wagonjwa wanaotembea na magongo na viwete waliopona, ile miti, yani zile gongo za walemavu zilijaa magari 30. Imagine ni watu wangapi walipona? Kama lori 30 zilijaa za magongo ya wale walemavu, sasa ni watu wangapi gari lori 30 zimejaa na magongo ya watu waliopona. Kwa hiyo miujiza ya ajabu. Alifufua wafu, huwezi amini, wengi sana. Kwa hiyo ni vitu vya ajabu siweza kuvimaliza vyote kuvitaja ambavyo Mungu alifanya kupitia ndugu Branham. Ndugu Branham ilikuwa ni huduma ya kipekee sana kwa hili neno la maarifa, upambanuzi wa kiroho. Alikuwa na ngazi ya juu sana ambayo haiwezi kuelezeka hadi sasa. Hakujawahi kuwa nabii kama huyo, kwa sababu Mungu alimtumia kwa viwango vya kipekee, yani viwango vya ajabu sana.
Kazi nyingine ya ndugu Branham ilikuwa ni ufunuo wa siri zote za Mungu. Mungu amekuja kwa huyu mpendwa akamfunulia siri zote za neno lake ili kuja kumwandalia bibi harusi wa kweli. Ndio maana sasa mnasikia tunawaambia mwanamke asivai suruali, tunawaambia ubatizo wa kweli ni katika jina la Yesu Kristo, tunawaambia mwanamke asikate nywele, tunawaambia hiki, tunawaambia kile. Haya yote haya ni pamoja na mafunuo au ufunuo ambao Mungu alimfunulia mtumishi wake ndugu Branham, ndugu William Marion Branham. Mungu alimtumia kwa viwango vya kipekee ambavyo haviwezi kuwadheka. Ni viwango vya hali ya juu sana, na ni ile roho ambayo Mungu alimtumia ndugu Branham ndio inasambaa leo duniani kote. Ina maana gani? Ndugu Branham yeye ulikuwa ni utimilifu tosha wa Ufunuo 3:14 ambaye ndiye alikuwa mjumbe wa kanisa la Laodikia. Ndugu Branham yeye ilikuwa ni utimilifu tosha wa Luka 17:30, ufunuo wa mwana wa Adam. Ndugu Branham alikuwa utimilifu tosha wa Zakaria 14:7 ambayo ile siku ya jioni haitakuwa usiku wala mchana, lakini jioni mwangaza utaruka tena. Ule mwangaza ndo hili neno ambalo Mungu alituletea kupitia nabii. Ndugu Branham ndo ulikuwa utimilifu wa Malaki 4:5-6 sehemu ya pili. Amen. Sehemu ya pili, yani kurejesha mioyo ya watoto ielekee baba zao. Ndugu Branham ndo ulikuwa utimilifu 6 wa Ufunuo 10:7. Yani yeye ndo ametumiwa na Mungu ili kuja kuliandaa kanisa lake kwa ajili ya unyakuo, na lile neno ambalo Mungu tutumia kupitia yeye likasajiliwa, likarekodiwa kwenye kanda, likarekodiwa kwenye mabronshua. Kwa hiyo sisi wahubiri wa siku za leo tunachota tu, tuna chakula kingi ambazo tunaletea kondoo wa Bwana, ambazo tunaletea bibi harusi wa Bwana. Hiyo ndiyo mara ya ine ya roho wa Eliya kufanya kazi katika dunia ya wanadamu. Na mara ya 5 ni katika Ufunuo 11:3-6 ambayo ni mara gani? Ni pale wale mashahidi wawili wa Ufunuo 11 ambao watakuja tena na roho ya Eliya. Kwa hiyo nafikiri nimekuwa kifupi sana na kwa haraka iwezekanavyo. Mahali ambapo hujaelewa uniulize, nitakuelewesha vizuri zaidi. Ila hizo ndo sehemu 5 au mara 5 ambazo roho wa Eliya amekuja kufanya kazi hapa duniani. Nafikiri nimeeleweka vizuri. Bwana awabariki.